Enzi ya Mungu vipi ukiwa katika huu mwili ambao ni wa udhaifu kweli? Halo, kwa sababu mwili unapenda mambo yake. Si ni kweli? Kwani Adamu na Eva kwani ilikuwaje? Si ilikuwa wale? Si kwa sababu ya mwili? Ama mwasemaje? Si hata mwenyewe Hawa pia alikiri akasema kweli matunda haya ni mazuri na yanapendeza. Si aliona katika mwili? Wafikiri alikuwa katika roho, katika mwili. Haleluya. Naye Mungu akajua huyu mwanadamu, wacha nimfundishe akiwa katika huu mwili, nami nidhihirishe kweli mwili ni dhaifu, hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini kile kitu ambacho kinaweza kuuwezesha mwili ni ile roho iliyoko ndani ya mwili. Hallelujah. It's the spirit which can subject the body to where it is supposed to go. Si alisema mwili ni dhaifu, lakini roho inapenda. Je, mwili licha ya kuwa dhaifu ulifanya roho ishindwe kutimiliza kweli? Sasa kipi chenye nguvu? Mwili ama ni roho? Ni roho. Basi wacha roho ya mwanadamu iingiwe na roho wa Mungu. Haleluya. Wajua ndio maana Biblia ni rahisi. Ndiye akasema basi wana wa Mungu wanaongozwa na roho wa Mungu. Hawaongozwi na mwili tena, kwa sababu mwili umekufa, hauna nguvu ndani yao, bali roho ndiye atiaye uzima, anayefanya mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa. Haleluya. Naye hapo ikasema basi, nafikiri umeipata 1 Timothy 3:16. Inasema hivi without controversy, ama kwa Kiswahili, na bila shaka asiri ya utauwa ni kuu. Timotheo apewa habari hizi. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Hello. Siona alisema, si aliandika waraka akasema roho inayokiri kwamba Yesu Kristo kaja katika mwili yatokana na Mungu. Na hapa Timotheo amesema ya kwamba siri kuu sana ya utauwa, haleluya, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Haleluya. Alikuja katika mwili. Alipodhihirishwa katika mwili akajulikana kuwa na haki. Haleluya. Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, Musa alikuja na sheria, Yesu kaja na neema na haki. Haleluya. Sasa alidhihirishwa katika mwili. Yes, kaja katika mwili. Na akiwa katika mwili, nasema siri kuu ya utauwa ni huyu. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Kwa sababu hiyo roho aliyokuwa nayo, ambao ni Mungu ndani yake, ndiye ilitimiza hiyo haki ya Mungu iliyokuwa anatakikana aifanye akiwa katika mwili. Haleluya. Si alitimiza? Ndipo alipoenda pale msalabani akasema imekwisha. Haleluya. Lile lililomleta aje katika mwili iliishia msalabani. Halo, si ni kweli? Si sadaka mwisho wake ilikuwa ni msalabani, afe. Mwili ulipokuwa dhaifu, ninia unasema umechoka, hauwezi, lakini si aliukamilisha pale msalabani. Haleluya. Kwa hivyo licha ya kuwa mwili dhaifu hauwezi, lakini ile roho wa Mungu aliyokuwa ndani alipeleka mpaka pafike mahali ulipohitajika. Palipohitajika damu, damu ikapatikana. Palipohitajika atundikwe juu, akatundikwa juu. Palipohitajika kwamba
mfupa wake usivunjwe, haukuvunjwa. Haleluya. Akatimiza yote. Sasa nasi wana wa Mungu tunatimiza nini? Haleluya. Tizama hii siri ya taua, ukisoma ukiendelea unaona malaika wakamuona. Haleluya. Na je, unajua hapa saa zingine huwa kuna utata kidogo. Walimuona. Walimuona kweli. Akaonekana na malaika. Akiwa hapa akahubiriwa kwa mataifa. Na bado anahubiriwa kwa mataifa. Mpaka sasa bado anahubiriwa kwa mataifa. Malaika walimuona akiwa katika mwili. Na malaika wengine wakamkataa kumsujudia alipokuwa katika mwili. Wafikiri wote walikataa, walikubali? Si walisema inakuwaje Mungu awe katika mwili? Itakuwaje sisi tunajua kusikia sauti yake? Imekuwaje aje katika mwili? Wakasema huyu haiwezekani. Haleluya. Haleluya. Wafikiri upinzani ulianzia wapi? Si hapo hapo. Na mwingine akajitokeza akasema angalia huyu amekuwa katika mwili, afadhali mimi niko katika umbile la roho. Ndio shetani akapatikana hapo. Wafikiri Mungu anafanya timing. Akaingiana mzima mzima. Unajua Mungu alikuwa ameumba kila kitu. Akaumba ubaya, akaumba uzuri. Lakini ubaya lazima kupatikane kitu cha kuuchukua. Uuaji lazima kipatikane. Yeye si muuaji, yeye ni wa uzima. Lakini ameumba vyote, ameviweka pale. Lazima kitu kiamke ndani yake, kitende kazi ya mauaji. Na kwa sababu yeye ni Mungu wa uzima, aonyeshe nguvu zake za kuweza kufufua kile kilichokufa kiwe tena kwenye uzima. Haleluya. Hiyo video ni kali ama si kali? Haleluya. Hebu piga picture. Hizi vyote wajua hakuna kitu shetani aliumba. Mungu aliumba chote. Kifo na mauti yeye ndiyo aliweka pale. Mtu ataka kusema ati shetani aliumba kifo. Halo. Kwa sababu Yesu anasema maneno ninayowaambia haya ni roho na ni uzima. Kwa hivyo amini lile la uzima ambalo Mungu anazungumza, kwa sababu yeye ni wa uzima, upate uzima. Haleluya. Sasa aliumba vyote, na hivi vyote viwili lazima viwe na players. Na players ilichangamka kutoka ndani. Shetani akachangamka katika ubaya, akachukua, akasema imechukuliwa hiyo. Haleluya. Sasa alipoonekana katika mwili, kukawa na dosari na shaka, na kuna wale walijua kwamba yeye ni yule mmoja. Huyu si mwingine, ni yule mmoja yule aliyeabudiwa mpaka sasa anaabudiwa. Haleluya. Alipokuja katika mwili anaabudiwa, hajapunguka. Wajua kwa sababu gani? Wajua watu ushangaa, wanaona mwili badala ya kuona kilicho ndani. Haleluya. Halo. Wajua watu usema unaabudu fulani, unaabudu fulani. We worship the spirit. It's not the flesh. Even the ancestral spirits, they call it ancestral spirit. They don't call ancestral bodies. So, ama wanasema ancestral bodies. Ancestral spirit. So people are used to worship that spirit. Now here Jesus has come in the flesh. Do you worship that flesh or worship him in his nature as the spirit? Because he said, God is a spirit, and those who worship him must worship him in the spirit and the truth. After knowing the truth about God, then you worship him in that spirit. Hallelujah. Sasa hapa inasemekana akajulikana, akaonekana na malaika huko, wakamuona, wakamfahamu, wakamjua vyema, akaaminiwa katika ulimwengu. Haleluya. Akachukuliwa juu katika utukufu. Amen.
Haleluya. Tuliweza kuzungumzana kwamba alikuja kutupa mfano tuweze kujua, kwa sababu yeye ndiye njia. Ile process alipitia na ile process alinyakuliwa kutuonyesha sisi kwamba inawezekana. Ukiwa katika mwili huu ukamwamini Yesu Kristo, ukawa ndani yako umebadilika, ikawa ndani yako unaweza kunyakuliwa. Haleluya. Wajua Yesu Kristo, funny thing is that with Jesus Christ, he did not leave his body there. Ama simaandishi anasema hivyo. Kwani aliwacha ule mwili? Yeah? Lakini kuna kitu aliacha. Si ndio? Kuna vitu, hata kuna vitu ambao watu walipigania hata kura. Sasa imagine wakapiga, kumbe ilikuwa kule kitambo. Yaani yale mavazi yake, imagine. Watu wakacheza mpaka atakayeshinda ndiye atakayepata. Siona. Wakang'ang'ania ikabaki. Lakini hiyo ilikuwa wanang'ang'ania kitu ya kubaki hapa. Nguo zake wakazihitaji, imagine zile nguo, wakang'ang'ania nguo, vitu vya kubakia. Haleluya. Na Yesu Kristo alipofufuka, watu wakaenda wakahakikisha, kama Petero akahakikisha kabisa hii sanda ndio hii aliyokuwa nayo, hii kila kitu akahakikisha ni yeye. Na aliambiwa, hayupo Bwana, wewe unamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu. Haleluya. Sasa basi tunakuja kwetu, tunasema Bwana Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Na kuna ndugu zake. Sasa hawa ndugu zake wako katika mwili. Haleluya. Na wanataka lazima waweze kushinda wakiwa kwenye mwili huu. Hello. Wengine wanasema itakuwaje? Lazima ushinde. Haleluya. Na kushinda kwako ukiwa kwenye mwili huu, uzaliwe ndani ya ufalme. Imagine, that's a mystery. Yaani uko kwa mwili huu unatembea, lakini umezaliwa kwenye ufalme mwingine. Na huo ufalme ambao umezaliwa ndani, umekuwa mwana katika huo ufalme. Na ukiwa mwana katika huo ufalme, umekuwa mrithi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukiwa kwenye huo ufalme, ni ufalme umetukuzwa, umetukuka. Haleluya. Na ukiwa kwenye huo ufalme, basi huwezi kuwa kwenye huo ufalme ukabaki mwenye dhambi. Hello.